Picha yetu moja kwa moja kianza kama maeneo hapa kama kawaida, ambapo msitu kama huu hapa unapatikana pembeni kabisa mwa jangwa la Kalahari iliyopo ndani ya Afrika. Haya hapa ni maisha ya binadamu wa zamani ambaye aliweza kuishi takriban miaka 1000 kama kawaida tu. Msitu hapa ulikuwa na majoka makubwa kweli kweli. Joka huyu hapa aliitwa Snake Queens, ambaye alikuwa na maskani yake moja kwa moja hapa. Yeye muda ulipofika aliingia pangoni, ambapo palikuwa ni kwake, ni maskani kwake ambapo alipatengeneza yeye mwenyewe. Huu ni msitu mkubwa ambao unapatikana barani Afrika. Joka huyu yeye hufika kwake na ni moja kwa moja alikuwa ameshaweza kutaga mayai. Binadamu wa kale ambaye alikuwa akiitwa Sam, kuna muda ulifika yeye alikuwa akitafuta chakula cha pekee. Joka naye muda ulipofika wa kutoka, alitoka na kuelekea pengine kutafuta chakula. Joka huyu hapa mkubwa kabisa anaitwa Snake Queens, ni moja kati ya majoka makubwa kweli kweli. Sam yeye mwenyewe baada ya kumtazama nyoka ametoka, alifika hapa na alipoweza kunusa hivi alisikia ni harufu ya mayai, tena mayai matamu kweli kweli. Yeye bila hata kuangalia huku na huku alianza kuyameza mayai yote. Meza yai la kwanza ile hapo, tena ni yai tamu kweli kweli. Pengine mayai ya nyoka ni matamu. Alichukua na yai la pili na lenyewe aliweza kulimeza. Tena tumbo kasikia kabisa limeshiba tumbo. Wakati joka moja kwa moja hapa walikuwa na mnyama aina ya swara. Joka aliweza kumsomea target, lakini swara alihisi kuna kitu kinakuja. Lakini kutokana na kwamba nyoka yeye anatumia staili ya taratibu na uwezo kumsikia kwa wepesi, alianza kumsogea taratibu kwa swala huyo. Swala alihisi kuna kitu kinakuja. Yeye alipotathmini nini, ni moja kwa moja swala aliweza kukamatwa na joka kubwa aina ya Snake Queen. Tena joka lilipoweza kumkamata mnyama kama huyo hapo, joka moja kwa moja na liliweza kurudi maskani kwake pengine kutafuta nini. Tazama Sam baada ya kushiba yeye moja kwa moja alipata usingizi mkubwa bila hata kusahau maeneo alipo ni hatari sana. Joka lilipofika na lilifikiri ni nani kafanya haya, tena mtu mwenyewe yupo kwangu. Moja kwa moja joka lilimkamata Sam. Sam alipiga kelele pengine akihitaji msaada zaidi. Tena joka mkubwa kabisa. Sam aliendelea kupiga kelele pengine wenzake watamsikia, japo binadamu wa kwanza alikuwa na nguvu kweli kweli. Tazama uwezo mkubwa ambao amesimama, lakini joka naye moja kwa moja amechamvirinkisha moja kwa moja. Basi ilipofika mwenzake moja kwa moja alienda kutoa taarifa kwa wenzake, "Wana Sam amekamatwa na joka kubwa." Waliamka moja kwa moja kumfuata Sam pengine wakampe msaada zaidi. Ndio watu wote walipomkuta joka mkubwa akiwa ameshamkamata Sam. Maumivu makali akiyapata Sam. Watafanya nini? Tena aliendelea kupiga kelele zaidi. Wao walichokifanya walitafuta baadhi ya miti na kuweza kumpiga joka huyu aweze kumwachia kabisa Sam. Pengine Sam uloho umemponza zaidi, sababu yeye hupenda utafuta chakula cha kipekee. Kilichomkuta ni hichi hapa. Waliweza kumpiga nyoka mkubwa aina Snake Queens. Walimpiga kweli kweli ili aweze kumwachia Sam. Basi joka moja kwa moja aliondoka na akamwacha Sam. Waliweza kumbeba, kumchukua ili wakampe msaada zaidi. Joka liliweza kutoka baada ya kuonekana kwamba limepata majeraha na maumivu makali likisikilizia kwa mbali. Waliweza kumchukua Sam
na kumpeleka sehemu kwa ajili ya kumpa msaada zaidi. Kumbuka binadamu wa kale wao walikuwa wakifahamu zaidi miti shamba ambayo inatibu magonjwa fulani. Hawakuwa na tabu yoyote watu wa zamani. Basi moja kwa moja walichukua jani kubwa kweli kweli na kuweza kuchota maji na kumletea Sam maji ya kunywa. Pengine huenda ndo msaada zaidi. Yupo mama Kachwale ambaye alikabidhiwa maji haya na akamnyosha Sam. Acha tutazame, pengine ni dawa zaidi ambayo itamwamsha. Oh wow! Sam moja kwa moja ameamka. Sam tena anasema Mungu asante. Tena aliposonta zaidi, mwenzake alizungumza kwamba nataka maeneo ya tuhame twende sehemu nyingine zaidi. Basi moja kwa moja walifunga vilago vyao na kuondoka sehemu kama hii hapa na kutafuta sehemu nyingine zaidi kwa ajili ya usalama zaidi. Mama Kachwale, mama Katumbo, baba na anaongoza kikosi chapa. Walipofika maeneo hapa, basi moja kwa moja baada waliendelea kutafuta zaidi ambapo pengine patakuwa na usalama zaidi. Waliendelea kutoa ishara kwamba tusonge mbele zaidi. Kumbuka mama Kachwale na mume wake kipenzi, wao ndio wakubwa kabisa. Walifika maeneo hapa, pengine kiu iliwashinka kwa muda sana. Waliweza kunywa maji. Tena walikunywa maji kwa furaha zaidi. Samaki nao walikuwepo. Kumbuka binadamu wa kale waliweza kuishi na wanyama mbalimbali. Ukiopata samaki waliishi nao. Walipofika maeneo hapa, pengine walitafuta nafasi kukamata hata samaki moja. Walicheka sana baada ya kuonekana kwamba wao na samaki ni kitu kimoja, wako pamoja zaidi, kwa sababu wote ni watu ambao wanaishi pengine eneo ambalo ni la msituni. Basi moja kwa moja waliendelea na safari yao ya kutafuta maeneo zaidi ya kuishi bila wasiwasi. Hata swala waliwatazama hawa binadamu. Kumbuka wanyama wa zamani na binadamu wa zamani walikuwa pamoja zaidi. Lakini binadamu, wewe, mimi na wewe, hata kama tuende porini, hatuwezi kuishi na wanyama. Basi moja kwa moja ilikuwa ni kitu ya nguvu kabisa, ikiletwa na Emma DJ Music Production kama kawaida. Kitu kama chapa kwa mara ya kwanza kabisa, kitu bora kinakuja kama hivi. Tusubiri episode inayofuata, ikiwa ni episode ya pili ya mwamba kabisa hapa kutoka mbuga za wanyama zinazopatikana kabisa kusini mwa jangwa la Kalahari ndani ya Afrika. Kama kawaida namaliza kama hivi.